Tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria Malkia wa Mitume, utuombee. Karibu kwenye channel ya Mama KFB Mkatoliki yenye ukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku, njia ya msalaba, rozari takatifu, namna ya kusari rozari, mafundisho na sala mbalimbali za kanisa Katoliki. Leo tutasoma masomo ya misa Jumamosi, juma la pili la Kwaresma. Somo la kwanza, Mika sura ya 7 mstari wa 14 hadi 15, kisha mstari wa 18 hadi 20. Somo katika kitabu cha nabii Mika. Uwachunge watu wa taifa lako kwa fibo yako, na kundi dogo la watu wa urithi wako, wanaokaa peke yao msituni katikati ya Karmeli. Walishwe katika Bashani na Gileadi, kama vile siku za kale, kama siku za kutoka kwako katika nchi ya Misri. Utuonyeshe mambo ya ajabu. Ni nani aliye Mungu kama wewe, mwenye kuondoa uovu na kusamehe makosa ya wale wa urithi wako waliosalia? Liwe Mungu asiyeshika hasira yake daima, kwa maana unapendezwa kuwa mwema. Utatuonea huruma tena, utakanyanga makosa yetu tena. Utazitupa dhambi zetu zote katika kilindi cha bahari. Utamuonyesha Yakobo uaminifu wako na Abrahamu wema wako, uliowaapia baba zetu tangu siku za kale. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 103 mstari wa kwanza hadi wa pili, 3 hadi 4, kisha 9 na mstari wa 10, 11 na mstari wa 12. Kiitikio: Bwana ni mwenye huruma na neema. 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 Umsifu Bwana, roho yangu, na yote yaliyo ndani yangu yalisifu jina lake takatifu. Umsifu Bwana, roho yangu, wala usisahau fadhili zake sote. Bwana ni mwenye huruma na neema. Yeye anakusamehe dhambi zako zote, anakuponya na magonjwa yako yote. Yeye anaukomboa uhai wako na kaburi, anakuvika taji la fadhili na rehema. Bwana ni mwenye huruma na neema. Mungu haendelei daima kukaripia, wala hadumishi hasira yake milele. Hajatutendea kadri ya dhambi zetu, wala hajatupatiliza kadri ya makosa yetu. Bwana ni mwenye huruma na neema. Maana kama vile mbingu zinavyoinuka juu ya nchi, ndivyo huruma yake ilivyo kubwa juu ya watu wote wamchao. Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo alivyoweka dhambi zetu mbali nasi. Bwana ni mwenye huruma na neema. Bwana ni mwenye huruma na neema. Sifa na utukufu kwako, Kristo. Sifa na utukufu kwako, Kristo. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa mbele ya Mungu na mbele yako. Sifa na utukufu kwako, Kristo. Sifa na utukufu kwako, Kristo. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako, Bwana. Luka sura ya 15 mstari wa kwanza hadi wa 3, kisha mstari wa 11 hadi 32. Wakati ule watoza ushuru wote na wakosefu walimjia Yesu ili wapate kumsikia. Lakini Mafarisayo na waandishi wakanungunika wakisema, huyu huwapokea wakosefu na anakula nao. Akawaambia mfano huu,
Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Mdogo akamwambia baba yake, "Baba, nipe sehemu ya mali iliyo haki yangu." Basi baba akawagawia mali. Baada ya siku si nyingi, mdogo huyo akakusanya vyote akaenda mbali ugenini, alipotapanya mali yake na kuishi maisha ya uasherati. Alipomaliza vyote, njaa kali iliingia nchi ile, naye pia akaanza kupatwa na shida. Basi akaenda kujiunga na wenyeji wa huko, aliyemtuma shambani kwake kulisha nguruwe. Akatamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, lakini hakuna mtu aliyempa kitu. Akajifikiria akasema, "Ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula na kuzaza, nami ninakufa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa mbele ya Mungu na mbele yako. Sistahili kuitwa tena mwanao. Unifanye kama mmoja wa watumishi wako." Basi akaondoka akarudi kwa baba yake. Baba yake alimwona angali mbali, akamwonea huruma, akamkimbilia, akamkumbatia, akambusu. Mwana akamwambia, "Baba, nimekosa mbele ya Mungu na mbele yako. Sistahili kuitwa tena mwana wako." Lakini baba akawaambia watumishi wake, "Upesi leteni joho maridadi, mkamvike, mtieni pete kidoleni na viatu miguuni. Tena mleteni ndama mnono mkamchinje. Kisha tule na kufanya sherehe, kwa maana huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka. Alikuwa amepotea naye ameonekana." Kisha wakaanza kufanya shangwe. Sasa mzaliwa wake wa kwanza alikuwa bado shambani, na aliporudi na kuikaribia nyumba, alisikia vifijo na ngoma. Akamuita mmoja wa watumishi akamuuliza, "Kuna nini?" Naye akamwambia, "Ndugu yako amekuja na baba yako amemchinja ndama mnono kwa sababu amempata tena salama." Akakasirika, na alipokataa kuingia nyumbani, baba yake alitoka nje na kumsihi. Akamjibu baba yake, "Tazama, miaka mingapi nimekutumikia, tena sijavuja amri yako hata mara moja, lakini hujanipa hata mwanabuzi nifanye tafrija pamoja na rafiki zangu. Lakini huyu mwana wako aliyekula mali yako pamoja na makahaba, aliporudi umemchinjia mara ndama mnono." Akamjibu, "Mwanangu, wewe umekuwa pamoja nami siku zote, na vyote nilivyo navyo ni vyako. Lakini sharti tufanye shangwe na furaha, kwa maana huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka tena, alikuwa amepotea naye ameonekana." Injili ya Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Nashukuru kwa kujumuika nami kwa masomo ya Jumamosi, Dominika ya pili katika kipindi cha Kwaresma. Kama bado hujasubscribe, na kuomba usubscribe. Muwe na siku njema na Mungu awabariki. Nashukuru.